Katika jiji la Nairobi, katikati ya pilikapilika za magari na makelele ya watu, aliishi binti mmoja aitwaye Amina. Amina alikuwa msichana wa miaka 23, mrefu, mnyenyekevu na mwenye heshima ya hali ya juu. Alifanya kazi ya kuosha magari katika eneo la maegesho karibu na barabara kuu ya biashara. Wengi walimshangaa. Msichana mzuri kama huyu anaosha magari? Walijiuliza. Lakini Amina hakujali maneno ya watu. Alikuwa anaishi na mama yake aliyekuwa mgonjwa kijijini, na yeye ndiye alikuwa tegemeo pekee la familia. Kila asubuhi alifika kazini mapema, akiwa amevaa ovaroli safi, kichwa kimefungwa kitambaa na tabasamu usoni. Wateja wengi walimpenda kwa sababu ya heshima yake. Hakuwahi kujibu vibaya hata mteja mkali zaidi. Hakuwahi kuiba wala kupunguza juhudi yake. Alijua maisha ni safari, na siku moja Mungu angemfungulia mlango. Hakujua kuwa siku hiyo ilikuwa inakaribia. Sehemu ya pili, siku ya mvua kubwa. Siku moja, mawingu mazito yalitanda angani. Mvua kubwa ilinyesha ghafla, watu wakaanza kukimbia mafichoni. Maegesho yakaanza kujaa maji. Amina bado alikuwa kazini, akifunika vifaa vyake visiharibiwe. Wateja wengi walikuwa tayari wameondoka. Wakati huo, gari moja la kifahari lilisimama pembeni ya barabara. Lilikatika ghafla katikati ya mvua. Dereva alitoka ndani, akiwa amevaa suti nzuri, lakini uso wake umejaa wasiwasi. Hakukuwa na mtu aliyesimama kumsaidia. Wengi walipita bila kujali. Amina alimwangalia kwa mbali. Aliona ni mtu anayehitaji msaada. Bila kusita, alikimbia katikati ya mvua kumfuata. "Samahani, naweza kusaidia?" aliuliza kwa heshima. Mwanaume huyo alimwangalia kwa mshangao. Hakutarajia msichana wa kuosha magari aje kumsaidia. Lakini huo ulikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa. Sehemu ya tatu, kitendo cha wema. Amina hakujali kuwa mvua ilikuwa kubwa. Alimsaidia kusukuma gari hadi sehemu salama. Mikono yake ilichafuka, nguo zake zikaloa kabisa. Alimuita fundi anayemjua karibu na hapo. Alisimama naye hadi tatizo lilipotatuliwa. Mwanaume huyo alijitambulisha kama Bwana Daniel. Hakusema kazi yake ni nini. Alimpa pesa nyingi kama shukrani. Lakini Amina alikataa sehemu kubwa ya pesa hizo. "Nilichofanya ni ubinadamu tu, sihitaji zaidi ya malipo ya kawaida," alisema kwa upole. Bwana Daniel alibaki kimya kwa sekunde chache. Kwa mara ya kwanza alikutana na mtu asiyevutiwa na pesa yake. Sehemu ya 4, siri ya Bwana Daniel. Baada ya siku chache, Amina aliitwa ofisini katika jengo kubwa la kifahari jijini. Alishangaa sana. Alipofika, alikuta jina la kampuni kubwa likiangaza juu ya jengo: Safaricom. Aliongozwa hadi ofisi ya juu kabisa. Ndani alikuta Daniel amekaa nyuma ya dawati kubwa. Hapo ndipo ukweli ulijulikana. Daniel alikuwa mmoja wa wawekezaji wakubwa na miongoni mwa mabilionea mashuhuri nchini. Lakini siku ile ya mvua hakujitambulisha kwa makusudi. Alitaka kuona kama bado kuna watu wenye moyo safi, na Amina alikuwa mmoja wao. Sehemu ya 5, jaribu la mwisho. Daniel hakumpa pesa tu, alimpa nafasi. Alimwambia, "Nataka nikulipie masomo ya biashara. Umesimama kwenye mvua kunisaidia bila kujua mimi ni nani. Watu kama wewe wanastahili nafasi." Amina alilia machozi ya furaha, lakini bado aliuliza, "Kwa nini mimi?" Daniel alijibu, "Kwa sababu wewe hakusaidia kwa tamaa." Sehemu ya 6, safari ya mafanikio. Miaka 2 baadaye, Amina alikuwa amemaliza masomo yake ya usimamizi wa biashara. Hakubadilika tabia. Aliendelea kuwa mnyenyekevu. Alianza kusimamia tawi moja la kampuni ya Daniel. Wafanyakazi walimpenda kwa sababu aliwaheshimu kama alivyowaheshimu wateja wake zamani. Sehemu ya 7, kurudi pale alipotoka. Siku moja alirudi katika maegesho aliyokuwa anaosha magari. Wafanyakazi wa zamani walimshangaa, lakini hakurudi kujionyesha.
Alifungua kampuni ndogo ya kuosha magari yenye vifaa vya kisasa na akawaajiri vijana waliokuwa wanahangaika kama yeye zamani. Aliwapa mishahara mizuri na heshima. Sehemu ya 8: mama yake. Amina alimpeleka mama yake hospitali bora jijini. Matibabu yakafanyika vizuri. Mama yake alilia akisema, "Binti yangu, heshima yako imekufikisha hapa." Sehemu ya 9: funzo kwa wengi. Habari yake ilisambaa mitandaoni. Watu walijifunza kuwa kazi yoyote ni halali na kwamba kitendo kidogo cha wema kinaweza kubadilisha maisha milele. Sehemu ya 10: mwisho wenye mwanga. Siku moja, Daniel alimwambia, "Sikukusaidia kwa sababu nilikuwa na pesa. Nilikuinua kwa sababu wewe ulikuwa na tabia njema." Amina alitabasamu. Alijua sasa mafanikio si pesa tu, ni tabia, heshima na moyo safi. Na yote yalianza siku moja ya mvua alipomsaidia mtu asiyejulikana. Funzo la hadithi: usidharau kazi yako, usijione mdogo. Fanya wema bila kutarajia malipo. Maisha yanaweza kubadilika kwa sekunde moja.